Umbali hujenga mashaka na ukaribu huondosha mashaka hayo. Waheshimiwa maspika, itaingia katika kumbukumbu za kihistoria kwa Kenya ndiyo nchi ya kwanza kwa rais wa awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanya ziara rasmi. Nilikwenda Uganda lakini kwa madhumuni maalumu ya kusaini mkataba. Haikuwa ziara rasmi. Ziara yangu rasmi ya kwanza nimeanza na Kenya. Wangu wa kwanza kutoka nje kwa ziara rasmi umeanza Kenya. Na nataka niwaambie, jana nilikaribishwa iftari na Mheshimiwa Rais. Lakini wakati tuko kwenye iftari na baadaye chakula cha usiku, kulikuwa kuna dua nyingi sana zimesomwa, na baada kumalizika dua mvua ikanyesha. Ilikuwa baraka kubwa sana. Mungu ameweka baraka kwenye ziara yangu na yale yote ambayo. Uhusiano wa Tanzania na Kenya ni wa kipekee sana. Ni uhusiano uliofungwa katika mafundo matatu. Fundo la kwanza, kutenganishwa na mipaka ya kuchorwa kwenye ramani. Makabila ya pande mbili za mpaka yanaingiliana na watu wake ni wale wale wamoja. Tanzania inapakana na nchi 8, lakini ni nchi ya Kenya pekee ndiyo ambayo tuna jamii nyingi au nyingi zaidi zilizopo katika pande mbili za nchi zetu. Kwenye ukumbi huu wa Bunge, nadhani ndani hapa kuna wakina Otieno, kuna wakina Boke, kuna wakina Namelok kama ilivyo Tanzania. Lakini pia kuna akina Kilonzo na akina Kioko kama ilivyo Tanzania. Huyu ni hii ni mifano michache tu. Fundo la pili ni historia. Mbili hizi tayari zishakuwa chini ya East African Common Service Organization. Mbinu yetu na chumi zetu zilifumwa pamoja kabla hata nchi zetu hazijapata uhuru. Fundo la tatu ni jiografia. Mwenyezi Mungu amejalia nchi zetu mbili hizi kuwa majirani. Tuna mipaka ya baharini na mipaka ya ardhini. Na hata ekolojia yetu ni moja. Ndio kusema kuwa hata wanyama pori wetu ni ndugu na ni majirani. Kuna wale wanyama pori wanani wale? Wanakuja kupata mimba Kenya, wanazalia Tanzania. Sasa ingekuwa wanyama wana uraia, wangekuwa raia wa wapi? Wakitoka Serengeti wanaingia Masai Mara, kwa hiyo ni pale pale. Lakini siku hizi, kwa hiyo ni kusema kwamba kama tausi na wanyama wana undugu, sisi wanadamu tunatengana wapi? Hatuna pa kutengana. Sasa kutokana na ukweli huu, ushirikiano wetu si wa hiari bali wa lazima, kutokana na kanuni ya uwasili wa undugu ambao Mwenyezi Mungu ameuumba. Ushirika na ujirani, yote anatufanya tuwe pamoja. Hili hatuna uwezo nalo la kubadilisha, hili la maumbile hili. Lililobaki, ama tupendane au tuchukiane, tuzungumze au tununiane, hatuwezi kukwepa kutokana na mafundo haya matatu tulioyaweka pamoja au tuliowekwa nayo pamoja. Tunategemea kwa kila hali, tunategemeana kwa kila hali, iwe heri au iwe shari, iwe neema au iwe dhiki, tunategemeana. Panapotokea ukame Tanzania, njaa inabisha hodi Kenya. Panapotokea uzalishaji wa viwanda ukisimama Kenya, bidhaa zinakosekana Tanzania. Kwa hiyo tunategemeana. Hivyo hapana budi ila tupatane na tuelewane ili tuishi kwa pamoja kwa neema na furaha. Waheshimiwa maspika, waheshimiwa maseneta na wabunge, binafsi huwa nashangazwa sana na wale ambao wanadhani kuwa eti Kenya na Tanzania ni washindani. Na hivyo uhusiano wetu unapaswa kuwa
wa kuhasimiana na kukamiana, na washangaa wanaodhani kuwa Kenya peke yake ama Tanzania peke yake inaweza kuendelea bila mwenzake. Mbaya zaidi ni kule kuamini kwao kwamba hilo linawezekana tu mmoja wetu kumwangusha mwenzake. Hawa ni watu wenye mioyo ya choyo, maono mafupi na akili mbovu. Haya kuwa watu hawa wapo katika pande zote mbili, Kenya na Tanzania. Hutokea pia wachache wao sana wakawa ni watumishi wa serikali zetu na hata wanasiasa wa pande mbili za nchi zetu. Bahati nzuri tu ni kuwa si wengi, na ndio maana uhusiano wa nchi zetu mbili unatimiza miaka 6 sasa. Kwangu mimi na katika awamu yangu ya uongozi na mbia, Kenya ni nchi ya 5 kwa nchi zinazoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania, na ndio nchi ya kwanza ndani ya Afrika inayoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania. Nyuma ya mataifa makubwa kama Uingereza, Marekani, China na India inakuja Kenya. Takwimu za kituo chetu cha uwekezaji zinaonyesha kuwa hadi kufikia Machi 2021 kuna miradi mingi tu ya Kenya inatekelezwa Tanzania kama 513 kutoka Kenya ambayo inatekelezwa Tanzania na kutoa ajira kwa Watanzania 51,087 na kuchangia mapato ya kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 1.7. Sekta zinazoongoza kwa uwekezaji kutoka Kenya ni uzalishaji viwandani, usafirishaji, kilimo, huduma, benki, ujenzi, rasilimali watu, madini, utalii na mali asili. Kutokana na uhusiano wetu mzuri, kampuni za Tanzania zimewekeza nchini Kenya, lakini tumekuja kwa uchache sana. Tuko kama kampuni 25 mpaka 30 zilizosajiliwa na mamlaka ya uwekezaji ya Kenya. Miradi hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 19.33 za Kenya na kutoa ajira kwa raia kama 2642. So Tanzania tuna deni kubwa kuja Kenya, lakini pamoja na gap hiyo tulionayo au mapungufu hayo tulionayo, bado tunawaalika Wakenya wengi zaidi waje Tanzania kuwekeza. Na tunawaalika kwa sababu Tanzania ina mambo mengi, ina rasilimali za kutosha, madini ya kutosha, ardhi kubwa na mambo mengi mengine. Tunakosa mtaji. Kenya mna mtaji wa kutosha. Karibuni Tanzania. Ngano, sembe. Anasema tukipoteza muda mwingi kugawana hicho, tutapoteza muda mzuri sana wa kuvuna kipimo kubwa. Katika vita dhidi ya uhalifu, ujangili, ugaidi, madawa ya kulevya na uharamia, Bahari ya Hindi na katika Ziwa Victoria. Maadamu wahalifu wa Kenya na Tanzania wana mashirikiano mazuri, basi hakuna budi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama navyo vishikamane na wewe na mashirikiano mazuri ili tuweze kulinda maeneo yetu na kushinda ushirikiano wa wahalifu. Mashirikiano haya mazuri baina ya vyombo vyetu yamechangia na yatachangia sana kuwepo kwa utulivu na kutoa fursa kwa shughuli za kibiashara na uwekezaji kushamiri.